Hujambo na karibu katika kusikiliza Kesha la Asubuhi, na leo ni Januari 15 na kichwa cha somo kinasema uzima katika neno la Mungu. Fungu ni katika Yohana 6:63, nalo limeandikwa, Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante tena kwa wasaa huu. Muda huu tunaposoma neno lako, fungua akili zetu tuweze kuelewa, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Kila mbegu ina kanuni ya ukuaji ndani yake. Ndani yake maisha kama mmea yamefungamanishwa. Kwa hiyo kuna uzima katika neno la Mungu. Yesu anasema, maneno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima. Katika kila amri na katika kila ahadi ya neno la Mungu kuna nguvu, uzima pekee wa Mungu, ambao kwa hiyo amri zinaweza kutimilizwa na ahadi kutambuliwa. Yeye ambaye kwa imani analipokea neno, anapokea uzima na tabia halisi ya Mungu. Kwa kushiriki neno hili, nguvu zetu za kiroho huongezeka. Tunakuwa katika neema na katika ujuzi wa ukweli. Tabia za kujidhibiti zinaundwa na kuimarishwa. Udhaifu wa utotoni, kutoridhika, ukaidi, ubinafsi, kukosa uvumilivu, matendo ya shauku kali hutoweka, na badala yake husitawisha neema za wanaume na wanawake wa Kikristo. Katika nguvu yake, wanaume na wanawake wamevunja minyororo, tabia ya dhambi, wameukana ubinafsi. Wasio na dini wamekuwa wacha Mungu, walevi wamekuwa wenye busara, na washerati wamekuwa wasafi. Nafsi ambazo zilikuwa zinabeba mfano wa Shetani zimebadilishwa na kuwa sura ya Mungu. Je, unaweza kubadilishwa katika mfano wa Mungu? Je, ungependa kunywa maji ambayo Yesu Kristo atakupatia, ambayo yatakuwa ndani yako, chemchem ya maji ya bubujishayo uzima wa milele? Je, utazaa matunda kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Je, utawahuisha wengine, kisha ukiwa na moyo wenye njaa ya mkate wa uzima ambao ni neno la Mungu? Yachunguze maandiko na uishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Utakaso wa nafsi na haki yako vitatokana na imani katika neno la Mungu, ambayo inaongoza katika utii wa amri zake. Hebu neno la Mungu na liwe kwako kama sauti ya Mungu, ikikuagiza na kusema, njia ni hii, ifuateni. Isaya 30:21. Yesu aliomba, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Yohana 17:17.